Sijui wanaita katonge ama wanaita nini? Mr. Speaker, nimesikia wajuaji wengi wameingia kwa floor na wametuambia mambo mingi. Mr. Speaker, kitu naweza kawakumbusha kenye mtu ajui. Safaricom kabla miaka imepita, Safaricom imekuwa ushirikiano ya kampuni inaitwa Vodacom na serikali ya Kenya. Mr. Speaker, hiyo Vodacom wakati walikuja, hawa watu walikuwa wamepatana pamoja, walikuwa na 50-50 shares. Mr. Speaker, kama mtu anaweza kumbuka, mwaka wa 24 na 3 Safaricom serikali ikatoa pendekezo ya kuuza shares. Mtu wa kwanza kupinga hizo shares kwa hiyo wakati ilikuwa ni Raila Odinga. Kuuza hizo shares. Mr. Speaker, alikuwa already pia ashaangalia kutokuwa na umuhimu ya kuuza hizo shares, na dakika ya mwisho serikali ya Kibaki ilikubaliana kuuza shares, lakini wakakubaliana kitu kimoja. Mr. Speaker, walikubaliana kama shares za Safaricom zinauzwa, ziuziwe wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Mr. Speaker, na wananchi wa Jamhuri ya Kenya, mtu anaweza kumbuka, watu walinunua shares mingi sana kwa Safaricom. Leo Vodacom imechukua shares 70%. Tukisema Safaricom inakuwa Ethiopia. Na ndio kampuni moja ya zile makampuni tulikuwa tunajivunia kwa jamhuri yetu. Mr. Speaker, leo tumeuza hizo shares bila kuhusisha wananchi wa kawaida. Hiyo ndio kitu yenye inafanyika huko Western. Mr. Speaker, Western kumepatikana na gold. Mr. Speaker, sijui ni ukarabati gani ama ni hesabu gani imefanyika ya kiwango ya dhahabu yenye iko chini ya ardhi, bila kuhusisha hawa wananchi wa kawaida na kuwaweka chini, kuambia faida watakayopata. Mmeamua kuwafurusha, Mr. Speaker, na bado mnasema wako sawa kwa nchi yao. Mr. Speaker, ili uchukue mali yangu ama mimi tukubaliane, Mr. Speaker, wewe na hii simu ninahitaji kuitumia, tunahitaji mimi na wewe kuelewana. Bila kuelewana, ukikuja kuichukua kwa nguvu, mimi nina haki ya kusema unaniibia. Na hiyo ndio kitu watu wa Western wanafanya. Wakisema wananyang'anywa kwa nguvu ni kwa sababu hawajahusishwa na serikali yenye inawatawala. Mr. Speaker, kwa leo mimi Mr. Speaker sina mengi ya kusema, ila Mr. Speaker nirudishie shukran leo. Nimeshinda leo kuanzia juzi, nimefuata msichana wetu huko Nyeri, na namrudishia tena shukran Mr. Speaker. Kwa leo ni mmoja ya wale watu tunaweza waeka kwa kumbukumbu za watu wamekumbatia mti kwa masaa 72. Mr. Speaker, 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 nashangaa rais mkubwa wa hii bunge la mwananchi pia akiniuliza faida za hiyo muti. Sasa utajua tu, fuatilia. Mr. Speaker, Mr. Speaker ni protect. Ni mbaya Mr. Speaker, President rais wa hii bunge anahitaji kutuonesha mwelekeo Mr. Speaker. Tukikuwa kama hecklers hapa kwa bunge itakaa kienyeji Mr. Speaker. Ni sawa tu. Mr. Speaker, Kim, order. Kim anashukuru tu ule madam kitu amefanya. Kama wewe unaona wewe unapinga, ukipewa time kuja upinge. Hivyo. Mr. Speaker, mimi nikimalizia nasema hivi. Mr. Speaker, kwa hiyo juhudi, kuna uwezekano hiyo juhudi yake Mr. Speaker apate Nobel Prize sawia na Wangare Maathai yenye wengine wameandamana kupotana nayo zaidi ya miaka 5. Kama wewe unahisi huyo msichana hajafanya vizuri kwa kukumbatia muti, enda kwa lake, ogelea siku 3, pia wewe tukuone.
Aya, sorry.